Ndugu zangu, nimepokea comment ya muhimu kidogo. Hebu naomba preview alafu tutege masikio yetu na tujadiliane kwa pamoja. Kuna comment hapa anaitwa Elson Nestor, mwanafamilia kabisa, anauliza brother, ninatumaini yangu unaendelea vizuri. Sasa bro, niliomba kuuliza kwa hizi nafasi za vyombo vya ulinzi, mfano magereza, polisi na nyinginezo, unaweza kutuma maombi mkoa mwingine, mfano upo Mtwara ukatuma maombi kama Morogoro, inakaaje au mpaka utume ulikozaliwa? Asante. Nafikiri tumeelewa swali la ndugu yetu Nestori. Lakini nakuomba kama bado hujasubscribe channel yetu, basi usubscribe na ugonge alama ya kengele ili punde tu ajira zinapotoka tunataarifiana kwa pamoja. Sasa ndugu yangu Nestor, naomba tuzungumzie hii issue. Iko hivi. Cha kwanza kwenye barua huwa tunaandika sanduku la posta sehemu unayotokea. Lengo la kuandika sanduku la posta ama sehemu unayotokea ni wewe kujulikana uko sehemu gani. Umuhimu wa kuandika sehemu unapotokea ni nini? Umuhimu wake unakuja usaili ukishaanza ama sehemu ya interview wakishaanza kupanga, basi watakupanga karibu na sehemu uliopo kuepusha gharama mbalimbali. Naomba nitolee mfano mmoja. Nakumbuka mfano ajira zilizopita 2025. Mara nyingi watu wa level ya juu huwa wanafanyia makao makuu Dodoma. Lakini kwa level zingine unakuta ni wanaenda sehemu zilizo karibu na sehemu walizoziandika kwenye barua. Umenielewa? Kwa hiyo wanapelekwa sehemu za karibu na maeneo yao. Lakini nimekuja kuwa surprised kidogo, tutoke kwenye ajira za vyombo vya ulinzi. Kuna ajira zilitoka 2026, yani 2025 tulipokuwa tunaelekea uchaguzi. Mwezi wa 10 kuelekea wa 11, kuna ajira zilitoka na usaili ukaja ukafanyika mwezi wa 2, kitu kama hicho. Nilikuwa nimezoea kuona kwamba usaili wa mwisho, manake kuna ile oral interview alafu kuna written. Kwa hiyo nilikuwa nimezoea kuona oral interview nyingi watu wanaenda au wanapelekwa kikanda. Mfano oral interview ya watu waliofanya wale majeshi ya wanyamapori kama wanyamapori, nadhani wanajua nikiongea kwamba wale maafisa wanyamapori, unakuta oral interview itakiwa wawe wanafanyia kikanda. Mfano kama mtu huko Morogoro, huko Dar es Salaam, basi unasogea Dodoma. Umenielewa? Lakini kwa sasa hivi hata wao nikaona ya kwamba wakasogezewa maeneo yao ya karibu kuepusha gharama, na ni hoja ambayo nafikiri wameshaifanyia kazi. Kuna siku moja ilitolewa hoja bungeni, sikumbuki aliongea nani, lakini kuna hoja ilitolewa bungeni wakisema ya kwamba wanafunzi wanatumia gharama kubwa sana kusafiri kwenda mbali ili wafanye interview, na mwisho wa siku wanafeli, wanashindwa kufaulu. Sasa kwa nini istafutwe alternative way, wanafunzi wawe wanatumia gharama ndogo? Maana hakuna guarantee ya ajira ya moja kwa moja. Kwa maana hiyo nadhani hilo swala ambalo waliliongea limekwisha anza kufanyiwa kazi. Nimeona ya kwamba hata ajira zilizofanyika miezi kama 3 iliyopita, hii mwezi wa 2, sijajua kwa uhamiaji ilikuwaje, sijafuatilia zaidi usaili wao ulikuwaje, lakini kuna baadhi
ya kazi nimefuatilia kwamba hawakwenda mbali, walikwenda karibu na maeneo yao tu, na dhani lengo la kuwasogezea huduma karibu wanafunzi limetimia. Sasa ndugu yangu, hakikisha unatuma maombi, au utakapokuwa unatuma maombi andika sehemu uliopo. Umenielewa? Yaani kwa sasa hivi huwa tunaita current resident. Current resident. Kwa hiyo hakikisha wakati huo uliopo sasa hivi. Mfano ukipiga mahesabu kwamba mimi ninaishi Morogoro, lakini hadi miezi minne ijayo nitakuwa bado niko Mtwara. Umenielewa? Weka current resident Mtwara. Umenielewa? Kwa maana hiyo process za usaili zikianza, wewe utakutwa upo Mtwara. Umenielewa? Lakini ukiweka Morogoro afu kituo cha usaili wakakupangia Morogoro, utahitajika kutumia gharama nyingi kwenda mpaka Morogoro. Umenielewa? Sasa wewe cha kufanya itabidi uje uweke current resident, uko wapi sasa hivi. Umenielewa? Mfano mimi maombi yote niliyokuwa natuma nilikuwa natuma kwa current resident ambayo niliyopo. Umenielewa? Sio sehemu niliyozaliwa. Kwa nini? Niliamini ya kwamba mimi nitapambana na mtaa ambao umenilea mpaka siku nifanikiwe. Umenielewa? Kwa maana hiyo sehemu niliyozaliwa kule nimezaliwa tu bro, lakini current resident, wewe sasa hivi uko wapi? Ndio mara nyingi huwa tunajaza hiyo. Tunapiga mahesabu kwamba nitadumu Mtwara mpaka mwaka mmoja ujao, maybe miezi 6 nitakuwa bado niko Mtwara. Lakini kama unajua baada ya siku 2, siku 3 unasafiri unarudi Morogoro, jaza Morogoro. Kwa maana hiyo ni ile urahisi wa kufanya interview wewe. Iko hivyo tu ndugu yangu. Nadhani nimeelezea vitu vingi sana na nimetoa mifano mingi sana. Kwa maana hiyo kama kuna mtu atakuwa na idea zaidi yangu au atakuwa na uelewa zaidi yangu, basi anaweza akashare tukasaidizana, lakini the big issue ni kwamba lengo la kujaza sanduku la posta, lengo la kujaza sehemu unayotokea ni ili wewe uweze kusogezewa huduma kwa karibu. Usaili wako usije ukatumia gharama sana. Iko hivyo tu ndugu yangu. Kwa hiyo ni wewe tu. Kwa hiyo muhimu sana kujali current resident. Current resident. Na ikitokea mfano nazungumzia sasa ni switch kidogo, nizungumzie kwa watu wa ajira poto. Mfano kwenye ajira poto ule ni mfumo kabisa wa ajira. Sasa mara nyingi unapotuma tangazo likitoka la kazi na ukaomba, hakikisha kama ukihama sehemu basi kule unabadilisha ile current resident, maana huwa wanaiangalia. Unakuta wewe ni mtu ambaye uko Mtwara, si ndio? Nachukulia mfano, lakini sijajua kama wewe umeshaanza kutumia mfumo wa ajira poto. Mfano kama mtu yuko Mtwara, akahama labda au akasafiri kwenda sehemu fulani akapata kazi ya muda, labda akapata kazi ya muda Mwanza, alafu tayari alikuwa ashatuma maombi ya kujiunga na ajira fulani, basi inambidi yeye aingie kwenye mfumo wa ajira poto aweze kubadilisha ile current resident aweke Mwanza. Ikitokea amechaguliwa kwenye ajira yoyote, wataangalia ile current resident. Current resident ni wapi? Umeona? Haya, current resident alibadilisha ameweka Mwanza, basi tumpangie kituo cha karibu na Mwanza ambacho ataenda kufanya interview. Iko hivyo ndugu yangu. Nadhani nimefafanua vizuri. Kama kuna swali jingine tukutane kwenye comment ndugu zangu. Hii ni channel yetu sote na tunashare idea. Hamna aliye perfect ila tunatofautiana uelewa wa mambo. Chao.